Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni kwa nini rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameomba msamaha kwa majirani zake baada ya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya nchi za Ghuba. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amewashangaza waangalizi wengi kwa kuomba msamaha majirani wa Iran kwa mashambulizi ya hivi karibuni dhidi yao wakati wa hotuba aliyoitoa Jumamosi asubuhi kama sehemu ya uongozi wa mpito wa nchi hiyo. Msamaha kati ya nchi ni nadra sana, hasa wakati wa migogoro inayoendelea, na maneno yake yalikuwa wazi. Viongozi kwa kawaida huonyesha majuto au kujitenga na uwajibikaji. Badala yake, Masoud Pezeshkian, rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alikiri moja kwa moja kwamba nchi jirani zilikuwa zikilengwa, na akasema wanajeshi wa Iran sasa wameombwa kuacha kuwashambulia, isipokuwa mashambulizi dhidi ya Iran yawe yanatokea katika maeneo yao. Naona ni muhimu kuomba msamaha kwa nchi jirani zilizoshambulia, alisema. Hatuna nia ya kuvamia nchi jirani. Hilo pekee linaibua swali la kwanza. Je, huu ulikuwa msamaha wa kweli, na kwa nini wakati huu? Uwezekano mmoja ni kwamba uongozi wa mpito unajaribu kudhibiti athari zinazoongezeka za matokeo ya mashambulizi yao ya kikanda. Baadhi ya nchi katika eneo hilo zimekumbwa na mapigano baada ya mashambulizi yaliyoanzishwa na Marekani na Israel Jumamosi tarehe 28 Februari. Pezeshkian alisema mashambulizi haya yalifanywa chini ya maagizo ya kufanya hivyo kwa hiari yao ya kuchagua maeneo lengwa yao wenyewe, baada ya wimbi la awali la mashambulizi kuwaua makamanda wakuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kuvuruga miundombinu ya amri kuu, lakini pia mashambulizi ambayo kimsingi yalimuua kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei. Mwitikio wa ndani pia unaonyesha mvutano huo. Baadhi ya watu wenye msimamo mkali tayari wamekosoa matamshi ya Pezeshkian kama udhaifu. Kipindi cha sasa kisiasa nchini Iran si cha kawaida. Baadhi ya watu wenye msimamo mkali wenye nguvu zaidi katika ngazi ya juu ya mfumo wameuawa, lakini maafisa wengi wa ngazi za chini na makamanda bado wanatilia shaka sana sauti yoyote ya upatanishi. Kwao kuomba msamaha kwa serikali za kigeni kuna hatari ya kuonekana kama kujisalimisha wakati mgogoro wa kitaifa unaendelea. Nje ya Iran, mwitikio huo umechochewa na simulizi tofauti sana. Donald Trump alidai haraka kwenye mtandao wake wa Truth Social kwamba Iran iliomba msamaha na kujisalimisha kwa majirani zake, akisema kwamba hatua hiyo ilithibitisha shinikizo la kijeshi la Marekani na Israel lililokuwa ikifanya kazi. Hata hivyo, lugha hiyo pia inaonyesha jinsi Washington inavyoweza kutafsiri ishara za Tehran, ambapo Trump amesisitiza mara kwa mara kwamba matokeo pekee yanayokubalika ni kujisalimisha kabisa kwa Iran. Katika matamshi ya rais wa Iran Masoud Pezeshkian wakati akiomba radhi kwa majirani zake, amesema hawataomba radhi kwa Marekani wala kupiga magoti, ishara ya kujisalimisha kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa Wamarekani na Israel. Kihistoria, mara chache nchi hukubali kujisalimisha bila masharti chini ya mashambulizi ya anga pekee, bila kujali jinsi mashambulizi ya makombora yalivyo makali. Bila vikosi vya ardhini kulazimisha matokeo kama hayo ni vigumu sana. Kwa hivyo kutafsiri msamaha wa Pezeshkian kama aina ya kujisalimisha kunaweza kutumika kama daraja la kisiasa kwa Washington, njia ya kudai kupiga hatua bila kuachana rasmi na hitaji la kujisalimisha. Kwa Pezeshkian na baraza la uongozi la mpito, hesabu inaweza kuwa tofauti. Kufikia makubaliano na kusitisha mapigano sasa kunaweza kuleta utulivu kabla ya kiongozi mpya wa kudumu kuibuka. Kama mtu anayefahamu utawala, mfumo wa kisiasa wa Iran, atakuwa kiongozi wa kidini mwenye msimamo mkali, matarajio ya kidiplomasia yatakuwa finyu zaidi. Uwezekano huo unaibua swali lingine la kimkakati. Je, Pezeshkian anajiweka kama mtu anayeweza kuingia kwenye meza mazungumzo, aina kiongozi anayefanya kazi kwa vitendo ambaye serikali za magharibi zinaweza kupendelea kujihusisha naye? Katika hotuba yake alijaribu kusawazisha ukaidi na uwazi, akikataa kujisalimisha huku akiashiria kujizuia kuelekea mataifa jirani. Wakati huo mvutano kuhusu uongozi wa baadaye wa Iran tayari umeanza kujitokeza. Watu mbalimbali wa kisiasa na kidini pamoja na makamanda ndani ya IRGC na vikosi vya usalama wanaweza kuona mgogoro wa sasa kama fursa ya kuimarisha msimamo wao. Baadhi wanataka kundi la wataalamu kuchukua hatua haraka ili kuchagua kiongozi anayefuata. Ikiwa Pezeshkian atashindwa kuleta utulivu au kudhibiti vikosi vya jeshi, wapinzani wanaweza kusema kwamba msimamo mkali zaidi unahitaji kuchukuliwa. Kwa sasa mtihani mkubwa uko nje ya mipaka ya Iran. Hadi kufikia sasa nchi nyingi jirani zimejibu kwa tahadhari au zimekaa kimya zikisubiri kuona kama msamaha huo utakuwa na matokeo yanayoonekana.
asubuhi ya leo kupitia magazeti mbalimbali na vyombo mbalimbali vya habari pamoja na blog huko Saudi Arabia zimeeleza kwamba licha ya msamaha, lakini Iran imeonyesha bado inataka kushambulia mataifa jirani. Israel ambayo inaona mzozo huu kama fursa adimu ya kudhoofisha kile inachokiona kama tishio la muda mrefu la Iran, huenda isielekee sana kutafsiri ujumbe huo kama hatua ya nia njema na ya kweli kuelekea kupunguza mgogoro huo. Tafsiri hiyo inaweza kuwa ya makusudi. Msamaha wa Pezeshkian unaacha fursa ya tafsiri kadhaa: jaribio la kweli la kutuliza mgogoro wa kikanda, ama hatua ya kimkakati ya kupoteza muda ili uongozi wa mpito wa Iran ujiweke sawa, au ishara ya mwanzo wa mabadiliko ya kisiasa ndani ya Tehran yenyewe. Katika mgogoro wenye kujumuisha mvutano wa ndani wa madaraka na vilevile vita vya nje, inaweza kuwa yote matatu kwa wakati mmoja. Endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utapata habari hizi kwa mapana